Ndugu yetu ameuliza kuhusiana na hao ndugu zetu ambao wao wanautukuza mwezi wa Ramadhani na kuona kwamba ndio mwezi bora mpaka wakaamua kuacha maasi yao wanayoyafanya au kupumzika kwa kipindi kile, lakini inapofika miezi hii mitukufu wanaiona ni miezi ya kawaida. Nasaha zetu kwao, kwanza wafahamu katika miezi hii, mwezi wa Dhulqa'da, mwezi wa Dhulhijja, mwezi wa Muharram na mwezi wa Rajab, ni miezi ambayo dhambi yake mja akiifanya ni dhambi kubwa zaidi, kwa sababu ni miezi mitukufu. Allah subhanahu wa ta'ala ameitukuza miezi hii na akatutaka tusidhulumu, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu katika miezi hii mitukufu. Kwa hiyo tunachowanasihi ndugu zetu, kwanza tunawanasihi wafahamu fadla ya miezi hii mitukufu na wajue kwamba madhambi wanayoyatenda katika miezi hii mitukufu yana makosa makubwa, kwa sababu ni dhambi iliyotendwa katika miezi mitukufu zaidi. Mwezi wa Ramadhani una utukufu wake alioueleza Allah subhanahu wa ta'ala, lakini miezi hii ni miezi kabisa iliyotajwa kwa sharafu, na ni miezi ambayo Allah amefika kuharamisha dhulma kabisa, zile za aina zote, kama tulivyoeleza katika majlisi zilizopita, ikiwa miongoni mwa hiyo dhulma ni mtu kuidhulumu nafsi yake kwa kufanya madhambi. Kwa tunawaomba ndugu zetu na kuwanasihi waachane na fikra ya kuibeza miezi hii wakaiona ni miezi ya kawaida. Miezi hii sio miezi ya kawaida, bali wao wakithirishe katika miezi hii kufanya mema na wajitoe katika maasi. Sio waache tu kwa sababu ya hii miezi, la, wajitoe kabisa katika maasi, kwa sababu maasi hayawezi kuwasalimisha mbele ya Allah subhanahu. Lakini katika kuogopea zaidi, waogope zaidi kufanya madhambi, hususan katika miezi yote, lakini hususan kwenye miezi hii mitukufu ambayo imekuja nasi katika Qur'ani ikitajwa kwa utukufu wake. Wala wasione kwamba hii ni miezi ya kawaida, hasha wakalla, hii sio miezi ya kawaida. Hii ni miezi mitukufu ambayo kwa utukufu wake mpaka Allah subhanahu amefika kuharamisha watu kupigana vita kwa sababu ya utukufu wa miezi hii. Kwa hiyo na ndugu zetu hawa waliokuwa wanafanya madhambi, ikifika Ramadhani ndo wanaacha dhambi zao, wanasimama, lakini miezi hii mitukufu wanaendelea kufanya, tunawanasihi kuambia waache dhambi zao hizo, warudi kwa Allah subhanahu, watubie na wajue kwamba miezi hii ni miezi mitukufu. Jema utakalolifanya katika miezi hii mitukufu lina fadhila kubwa, na kinyume chake dhambi utakayoifanya katika miezi hii mitukufu ina madhara makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.